Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu unayenisikiliza, na kusalimu katika jina la Bwana. Na ninayo furaha kubwa sana ya kuzungumza na wewe kwenye mwezi wetu mzuri, mwezi wa 4. Ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakukumbuka. Mungu atakumbuka maisha yako. Mungu atakumbuka kazi yako. Mungu atakumbuka uzao wa tumbo lako. Mungu atakumbuka kila kitu kwenye maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu Mungu atakukumbuka. Utaona fadhili zake kwenye maisha yako. Utaona wema wake kwenye maisha yako. Utaona upendo wa Mungu kwenye maisha yako. Utaona uhalisia wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, siku ya Alhamis huwa tunaombea maombi yetu 12 pamoja na mipango yetu. Sasa mtu ukiwa ni mara yako ya kwanza kuomba na sisi kwenye hii saa ya maombi, basi muda huu andaa maombi yako 12, mahitaji yako ambayo utatamani sana kuona Mungu anakujibu ndani ya huu mwaka. Andika ombi lako la kwanza, la pili, la tatu mpaka 12. Na utakapoandika utabaki nayo, mengine utayapiga picha na utatutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia andika mipango ambayo wewe mwenyewe utatimiza ndani ya mwaka huu. Unataka kununua kiwanja, andika. Unataka kuanza ujenzi, andika. Unataka kununua gari, andika. Unataka kuhamia kwenye mji wako, andika. Unataka kuingia kwenye ndoa, andika. Kila kitu, mipango yako, mtu wa Mungu, andika. Sasa mtu wa Mungu, ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya uaminifu wako na asante kwa ajili ya uzuri wako. Muda huu Roho Mtakatifu ninakukaribisha tena mahali hapa. Muda huu Roho Mtakatifu ninakukaribisha tena kwa watu wote ambao wanatusikiliza. Neno lako Mungu linasema hivi: hakuna lililoanza pasipo damu. Hivyo Mungu, tukiwa mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 4, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye maisha yetu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye nyumba zetu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye hili lango la mwezi wa 4. Roho Mtakatifu, karibu tena ndani ya nyumba zetu. Roho Mtakatifu, karibu tena ndani ya mioyo yetu. Roho Mtakatifu, karibu tena kwenye maisha yetu, ukatembee na sisi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakutukuza kwa ajili ya watu wote. Baba, ninasema asante kwa ajili ya nyumba zote. Baba, ninasema asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Muda huu Roho Mtakatifu, ninaomba ukanitumie mimi mtumishi wako. Ukatumie kinywa changu kama chombo. Nisiseme neno langu hata moja, Roho Mtakatifu. Nisizungumze maneno yangu ninayoyataka mwenyewe, bali Roho Mtakatifu, tumia mdomo wangu, zungumza neno lako. Sema na watoto wako Baba, vitu ambavyo wanatamani kuona ukiwasaidia. Sema nao Baba, jibu maswali ya maisha yao, badilisha mioyo yao, ponya nyumba zao katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Nimekwambia siku ya leo ni siku yetu ya Alhamis, na kwenye hii siku tunakuwa na utaratibu wa kuweza kuombea maombi yetu 12. Na siku ya leo, mtu wa Mungu, tunasimama na kichwa cha somo kinachosema hivi. Kama unaandika, basi ninaomba uanze kuandika: maombi ya kufuta na kujitenga na kila maneno ya laana, kichawi na kiganga ulionenewa kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, ninaomba nirudie kichwa cha somo cha siku ya leo, kinasema hivi: maombi ya kufuta na kujitenga na kila maneno ya laana, maneno ya kichawi na maneno ya kiganga ulionenewa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ndani ya maombi haya ya siku ya leo, tegemea sana kuona damu ya Yesu inakuja kwenye maisha yako. Tegemea sana kuona utukufu wa Mungu unakufunika kwenye maisha yako. Tegemea sana kuona mkono wa Mungu unaingia kwenye maisha yako na unafuta maneno yote ya laana,
Unafuta maneno yote ya kichawi na kiganga ulionenewa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia maneno ya laana, ni maneno mabaya, mtu wa Mungu, ambayo unaweza ukanenewa ukiwa unajua au ukiwa ujui. Bwana Yesu asifiwe. Ni maneno ya kurudisha nyuma hatua zako, mtu wa Mungu. Ni maneno ya kukuweka kwenye mavumbi, mtu wa Mungu. Ni maneno mabaya. Kwa hiyo leo, siku ya Alhamisi, mwanzoni kabisa mwa mwezi wa 4, kwenye lango letu la mwanzo, tunaenda kuomba na kufuta kila maneno ulionenewa kwenye familia yako, mtu wa Mungu. Maneno ya mauti, maneno ya giza, maneno ya uongo, maneno ya kukufanya wewe usiendelee mbele. Leo tunaenda kuyafuta yote kwa jina la Yesu. Yeyote aliyekwambia aufanikiwi, unafuta hilo neno. Yeyote aliyekwambia utakufa, tunafuta hilo neno. Yeyote aliyekwambia utaona, Bwana Yesu asifiwe sana, tunaenda kufuta hilo neno kwa damu ya Yesu. Kama uliwahi kunenewa msichana ya kwamba hutoolewa, tunafuta hilo neno, tutaandika neno jipya. Kama uliwahi kunenewa neno hutodumu, tunalifuta hilo neno. Bwana Yesu asifiwe. Kama uliwahi kunenewa ya kwamba utakufa kwenye umaskini, tunafuta hilo neno. Kama uliwahi kunenewa maneno mabaya, wengine kwenye familia zao wamewahi kunenea maneno ya kuangamizwa, wengine wamewahi kunenewa maneno ya kuachanishwa, wengine wamewahi kunenewa maneno ya kudidimizwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo, mtu wa Mungu, tutaenda kuomba hapa. Tutayafuta maneno yote tunayoyajua na tusiyoyajua. Yeyote aliyekuonyeshea kidole, wachawi wana kawaida ya kuwaonyeshea watu kidole ya kwamba yule afiki mbali, tutaenda kuvikata hivyo vidole. Bwana Yesu asifiwe. Yeyote aliyeenda kwa waganga wa kienyeji akaandika kwenye ardhi yako maneno ya laana, tunaenda tunakuyafuta kwa jina la Yesu Kristo. Dada Krista, ninaomba unisomee neno la Mungu linalotoka kwenye Warumi 3 mstari wa 14 na 15. Warumi 3 mstari wa 14 na wa 15. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema kwenye Warumi 3:14 na 15. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Mungu, kuna watu wamezungukwa na watu ambao vinywa vyao vimejaa maneno ya laana, vinywa vyao vimejaa uchungu. Wanapowaona wenzao wanataka kuanza jambo, wanawalaani. Wanapowaona wenzao wanataka kuingia kwenye mafanikio, wanawalaani ya kwamba wale hawatafanikiwa, ya kwamba wale hawafiki popote. Mtu wa Mungu, watu wana kawaida ya kucholea wenzao mistari ya kwamba mimi nasema ninao uhakika yule atoboi, mimi nasema ninao uhakika lile duka alidumu, mimi nasema ninao uhakika yule ameolewa atodumu kwenye ndoa yake. Watu wananena maneno ya laana, maneno mabaya, maneno ya uchungu kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa leo, mtu wa Mungu, nataka tukafute hayo maneno. Kwa sababu gani? Tusipoyafuta hayo maneno, yanasababisha zuio la mafanikio kwenye maisha yako, yanasababisha zuio kwenye mwendo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, miguu yao ina mbio kumwaga damu. Maana yake nini? Mtu yoyote anayekunenea laana kwenye maisha yako, maana yake anamwaga damu, anakuua, hataki ufanikiwe, hataki uongezeke, hataki kuona unafika mbali. Wapo watu katikati ya maisha yetu, wengine, mtu wa Mungu, unawajua, wengine uwajui, wengine, mtu wa Mungu, unakaa na marafiki, lakini wakikaa na wewe wanakuonyesha udhaifu, wanakuonyesha kila jambo aliwezi kufanikiwa. Mtu wa Mungu, hizo ni laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, vinywa vyao vimejaa laana na uchungu. Kwa hiyo, mtu wa Mungu, hao watu wanakuwa na uchungu kwenye mioyo yao, wanakuwa na simanzi ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo, wanapokana wenzao hawataki kuona wanafanikiwa,
hawataki kuona wanachanua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sio tu hivyo, mtu wa Mungu, inawezekana wewe kwenye maisha yako unapitia changamoto hadi wewe mwenyewe kinywa chako umekigeuza kuwa laana ya maisha yako. Unasema mimi siwezi kukaa kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine unaumwa, umemwomba Mungu muda mrefu hujapona, unasema ugonjwa huu utaniua. Hayo ni maneno ya laana. Hayo ni maneno ya uchungu. Hayo ni maneno ya kumwaga damu. Kwa hiyo mwanzoni kabisa mwa mwezi tunaenda kuyafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee ile Warumi 3 mstari wa 17 na 18. Warumi 3 mstari wa 17 na wa 18. Wala njia ya amani hawakuijua, kumcha Mungu akupo machoni pao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wanaonena laana kwenye maisha ya watu. Watu wengi wanaonena maneno ya uchungu na maneno mabaya kwenye maisha ya watu wanakuwa wamejaa kutokuwa na amani. Hawamjui Mungu kwenye mioyo yao, wanakuwa na uchungu na roho ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana nimekwambia leo tunaenda kufuta maneno yote ya laana ambayo tumenenewa kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kufuta maneno yote ya kichawi ambayo tumenenewa kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Zaburi 107 mstari wa 20. Zaburi 107 mstari wa 20. Ulituma neno lake uwaponya, uwatoa katika maangamizo yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inawezekana kabisa, mtu wa Mungu, andiko hili unalijua na unalisikia mara kwa mara, lakini hapa nataka nikuonyeshe nguvu ya maneno. Neno la Mungu linasema hivi, ulituma neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwaponya, uwatoa katika maangamizi yao. Kinachoenda kuwaponya watu ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinachoenda kuwaponya watu na kuwatoa kwenye maangamizi ni neno. Ili neno linakuwa limetumwa na Bwana Yesu, linakuwa limetumwa na watu wema wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, andiko hili linaweza likasomeka hivi, ulituma neno la laana kwenye maisha ya watu. Na hilo neno linaenda na kuangamiza watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Linaenda kuwadidimiza watu. Kwa hiyo kama tunao uwezo wa kutuma neno la Mungu na neno la Mungu likaja likakuletea ushindi, mtu wa Mungu, wapo watu wa nguvu za giza, wapo watu wenye uchungu kwenye mioyo yao, wapo watu wamejawa na hasira na wewe. Kwa hiyo wanachokufanya, wanakutumia neno la laana. Wanachokifanya, wanakutumia neno la mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno hilo linapotumwa linakufikia, mtu wa Mungu. Neno hilo linapoingia kwenye nyumba yako, neno hilo linapofika kwenye ardhi yako, neno hilo linapofika kwako, linasababisha mauti, linakuletea maangamizi, mtu wa Mungu. Ndio maana leo Roho Mtakatifu ametupa nafasi tuweze kuomba, tuweze kuhakikisha tunayafuta maneno yote ya laana, maneno yote ya kichawi na kiganga ambayo watu wamenena juu ya maisha yako. Mtu wa Mungu, nimekwambia siku ya leo tunaenda kuombea maombi yetu 12 pamoja na mipango tulionayo. Sasa iko hivi, kama kuna mtu amewahi kukutamkia maneno ya laana, kama kuna mtu amewahi kukutamkia maneno ya kukudidimiza chini, kama kuna mtu amewahi kukutamkia maneno ya kukufunika na giza, hautaweza kuona maombi yako 12 yanajibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hautaweza kuona mipango yako inafanikiwa. Ndio maana leo tunaenda kuomba, tunafuta yeyote aliyekutamkia ya kwamba hautakaa kupata kazi, utakaa nyumbani yapo hapo. Tunafuta hayo maneno, mtu wa Mungu. Hayo ni maneno ya laana, hayo ni maneno ya kichawi, hayo ni maneno ya mauti, mtu wa Mungu. Na kama hautayafanyia kazi, hautaona hatua kwenye maisha yako. Kama hautayafuta, hautaona badiliko kwenye maisha yako. Na mtu wa Mungu, kama umezoea wewe mwenyewe kujitamkia maneno ya kwamba mimi sitaweza, mimi sitaenda popote, mimi nitaishia hapa hapa, mimi nitakufa hivi hivi, hayo uliojitamkia yatatokea kama hautayafanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo uliotamkiwa, mtu wa Mungu, yatatokea, unayaona hivi hivi. Utaanza kusema, mbona mabaya yananipata? Ulijitamkia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, mwingine unakaa na watu wanakutamkia maneno mabaya na unacheka, unafurahi,
unahisi ni ya kawaida. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanaweka kizingiti kwenye maisha yako, mtu wa Mungu. Yanakutengenezea ukuta, yanakufanya usione mbele, yanakuweka giza. Wengine wametamkia maneno ya wao kutokuwa wakuu, mpaka mioyoni mwao wakijiangalia wanajiona wao kama mapanzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wametamkiwa maneno ya kuwadhoofisha, ukiwaangalia mioyo yao imedhoofishwa, hadi wakijiangalia kwenye vioo hawaoni jambo lolote wanaoweza kulifanya likafanikiwa. Inatokana na nini? Maneno. Maneno ya laana, maneno ya kudidimiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengine wameambiwa nyinyi mtakuwa watumwa, yale maneno yakaingia. Wengine mlitamkiwa maneno mkiwa wadogo, tangu mnakuwa mnaambiwa wewe ni mjinga, wewe ni failure. Yale maneno yameingia kwenye moyo wako, yamejijenga. Wengine mkiwa mnakuwa mmetamkiwa wewe ni mbaya, wewe sio mzuri, utakaa uolewe. Ndio unaona yanakuwa yamekaa kwenye moyo wako, yametengeneza ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yametengeneza uchungu kwenye moyo wako, yanakufanya unamchukia Mungu na unakuwa na hasira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kama hautayavunja, kama hautayafuta, hautaweza kuona badiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwingine anakwambia tangu nakuwa ndio naambiwa neno hili libaya. Leo futa, mtu wa Mungu. Ondoa hiyo sumu kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Neno la Mungu linasema ulituma neno, nalo neno linaenda linatoa watu kwenye maangamizi. Kwa hiyo maneno mabaya uliokuwa unatamkiwa, hayo ni maneno ya laana, yamekuja yamekuweka kwenye maangamizi, yamekuweka kwenye mashimo, yamekurudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwingine unamwambia unaweza, anakwambia hapana, mimi huwa siwezi. Unaweza. Mimi huwa siwezi. Umesikia wapi uwezi? Nani amekwambia uwezi? Kwa nini unayo imani ya wewe kuto kuweza kuliko imani ya wewe kuweza? Amen. Hilo neno limetoka wapi? Ndio maneno ya kichawi yaliyokaa kwenye moyo wako, yaliyokaa kwenye ardhi yako, yaliyokaa kwenye mji wako, mtu wa Mungu. Hujayafuta, yamekaa muda mrefu. Yametengeneza uzio, yametengeneza ukuta mrefu. Ndio maana auoni mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine umeambiwa maneno hayo mpaka umekata tamaa, unajifungia ndani, unasema mimi sitakaa kufanikiwa. Kwa sababu gani? Bosi mmoja aliniambia mimi sina akili. Hadi leo unajiona hauna akili. Nani aliyekwambia? Ni nani aliyesema maneno hayo ukasadiki? Nani aliyekupasha hiyo taarifa, mtu wa Mungu? Leo wewe mwenyewe nenda kajitamkie ya kwamba inawezekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kajieleze mwenyewe ya kwamba inawezekana, mtu wa Mungu. Leo tutapata nafasi nzuri, tutajipukuta maneno yote. Amen. Kuna watu sio kwamba hawawezi, wameambiwa sana hawawezi, mpaka haiwezekani imeandikwa kwenye maisha yao. Mtu akijiona tu anatokelezea mimi siwezi, utakaa hivyo hivyo, utalia muda mrefu. Lakini kuna maneno, Mungu anapotaka kukusaidia anaona wewe mwenyewe tu ndio umekuwa kizuizi cha kwanza. Umetengeneza maneno ya kichawi, umeyafanya yamekuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana kila ukiota ndoto unafeli. Wapo watu wanapata hizo changamoto. Kila ukiota ndoto wewe ni failure. Kila ukienda kwa wanaochaguliwa, wewe jina lako halichaguliwi. Kila ukiota unaenda kupanda ndege, ufiki airport, hata passport upati. Kila ukiota unafanya biashara, imeibiwa, imebomolewa. Kwa nini? Maneno, mtu wa Mungu. Umetamkiwa maneno ya mauti, mtu wa Mungu. Umetamkiwa maneno ya laana. Kama hautayafanyia kazi, kama hautajipukuta leo, kama hautataka kumtoa yule mtu ambaye Mungu alimweka, Bwana Yesu asifiwe, Amen, hautaona unafanikiwa. Mwingine ameambiwa nyinyi kwenye familia yenu hamwezi kufanya biashara mkafanikiwa. Nyinyi kwenye familia yenu mnasoma tu, elimu zenu mnakaa nazo ndani, na wewe umeamini. Nani aliyekwambia hilo neno? Ni nabii gani aliyokupa unabii wa hilo neno? Ni mchungaji gani aliyekwambia hilo neno? Ni mchawi gani aliyekwambia hilo neno? Ni rafiki gani aliyekwambia hilo neno? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaambiwa utakaa kuwa kiongozi. Kwa nini umesadiki hayo maneno? Mtu wa Mungu, hayo ni maneno ya kichawi. Ni maneno ya kiganga.
Kuna watu wanajiapiza na kwambia watakaa wafanikiwe. Wewe ni nani ukajiapize kwenye maisha yako? Jiambie leo nitafanikiwa. Amen. Jiambie leo nitatoboa. Amen. Lazimisha, jipukute. Jiambie mpaka lile neno baya uliloambiwa ukalipokea moyoni mwako ukalisadiki. Jiambie neno jema, jiambie, lipokee, lisadiki. Jione unakuwa mtu mpya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikuonyeshe andiko moja utanielewa. Naomba nisomee Marko 11 mstari wa 14 na mstari wa 20 mpaka 21. Marko 11 mstari wa 14. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Mstari wa 20 mpaka wa 21. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Marko 11 mstari wa 14. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu ukisoma mstari wa 20 na 21, neno la Mungu linasema hivi, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu kwenye mstari wa 21, Petro aliyesikia akati mtini unalaaniwa, anasema hivi, Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, laana inanyausha maisha yako. Mtu wa Mungu, laana inaharibu maisha yako. Mtu wa Mungu, laana inakuharibu kuanzia kwenye shina. Neno la Mungu linasema hivi, ule mtini ukanyauka toka shinani. Wakati mtini unalaaniwa, Petro na wanafunzi wake walikuwepo, wakasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawakusema jambo lolote, kwa sababu ukiwa unalaaniwa bado ulikuwa umechanua. Ukiwa unalaaniwa bado ulikuwa kwenye uzuri. Ukiwa unalaaniwa bado ulikuwa unacheka. Ukiwa unalaaniwa bado ulikuwa kwenye position. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa unalaaniwa bado ulikuwa kwenye ujenzi. Ukiwa unalaaniwa bado ulikuwa kiongozi unayetoa taarifa mbalimbali. Ukiwa unalaaniwa ndio kwanza unaingia kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanakulaani alafu wanaosikia wanacheka. Au unalaaniwa na wewe mwenyewe unacheka, unaona ni maneno ya kawaida. Mtu wa Mungu, itakula kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema asubuhi walipokuwa wakipita. Dada Kristo nisomee mstari wa 20. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Hapo Yesu alilaani mtini kwenye Marko 11 mstari wa 14. Mstari wa 14 mtini unalaaniwa. Mstari wa 15 mtini uko vile vile. Mstari wa 16 mtini uko vile vile. Mstari wa 20 unaona majibu ya laana. Unaona matokeo ya laana. Mtu wa Mungu, leo lazima tukajipukute. Amen. Maneno yote. Usichekee mtu yoyote atakapokwambia neno baya, usichekee. Usichekee mtu yoyote akikwambia maneno mabaya. Mtu akwambie wewe uolewe, unacheka tu, unaliona neno la kawaida. Mtu anakwambia wewe utakufa tu, unacheka, unaona la kawaida. Mtu anakwambia utapotea, nakwambia hautarudi, nakwambia hautafanikiwa kwenye hii nchi, hautafanikiwa kwenye mji, unamchekea kwa sababu akikwambia unajiona bado uko kwenye ile position. Mtu wa Mungu, hayo ni maneno ya laana, yanakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanakaa, yanafuatilia. Nisomee mstari wa 21 dada Krista. Mstari wa 21. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Neno la Mungu linasema hivi, Petro akakumbuka habari yake. Habari ya lini? Ilitamkwa kwenye muda fulani. Habari ya lini? Ilitamkwa kwenye majira fulani. Habari ya lini? Ilitamkwa. Watu mmetamkiwa msizae, mnacheka. Unasema maneno yake
hayatafanya hujayatoa chochote. Unaona umesemewa au hujaolewa au hujaoa. Watu unatamkiwa, unajitahidi kusoma au utakuwa pilot, unacheka kwa sababu bado haujaanza kuifuatilia career yako. Mtu wa Mungu nisikilize, maneno ya laana yanafanya kazi. Maneno ya laana yanaleta nyauko. Neno la Mungu linasema hivi, ukanyauka toka shinani. Mtu wa Mungu, kuwa na kawaida ya kufuta maneno kwenye maisha yako. Yeyote anayecheka na maisha yako usicheke naye. Yeyote anayecheka na maisha yako, mtu wa Mungu, usicheke naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeyote anayetaka kukutania mtu wa Mungu usikubali. Usiketi barazani pa wenye mizaa. Mizaa inatumbua usaa, mtu wa Mungu. Mizaa inaleta matatizo, mtu wa Mungu. Mizaa inakuingiza kwenye changamoto, mtu wa Mungu. Mizaa inatengeneza maneno, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, maneno ninayoambia ni roho tena ni uzima. Yesu anasema maneno niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo mtu wa Mungu, neno lolote linalotoka kwenye kinywa cha Yesu ni roho tena ni uzima. Lakini mtu wa Mungu, neno lolote linalotoka kwenye kinywa cha mtu mwenye hila, linalotoka kwenye kinywa cha mtu mchawi au ni mganga, ni roho tena ni mauti. Kwa hiyo kama hautafuatilia maneno unayonenwa na watu, utanyauka toka shinani. Utanyauka, maisha yako yatanyauka, utapotea hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali kudidimizwa chini. Leo tunaenda kujipukuta, mtu wa Mungu. Tunaenda kupukuta maneno yote ya laana tulionenewa kwenye maisha yetu. Maneno yote ya laana na kichawi tunayoyajua na tusiyoyajua, mtu wa Mungu. Ngoja nikwambie mfano wa mtu mmoja anaitwa Petro. Wote tunamjua Petro ya kwamba alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa yupo karibu sana na Yesu. Alikuwa mtu wake wanaopendana mno kwenye maisha yake. Walikuwa wanatembea pamoja, wanakula pamoja, wanacheka pamoja na kuomba pamoja. Lakini siku moja Yesu alipata changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Petro alimkana Yesu mara 3, mtu wa Mungu. Alimkana ya kwamba mjui. Alimkana ya kwamba hajawahi kuambatana naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, Yesu aliporudi tena ili aweze kutembea tena na Petro, ili mlazimu mtu wa Mungu Yesu amuulize Petro mara 3 kama alivyomkana. Petro, ulinikana mara 3. Nami nakuuliza wewe mara 3, Petro, wanipenda? Petro alijibu nakupenda. Yesu akamuuliza tena, wanipenda? Akamjibu tena, akamuuliza tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Yesu alifanya vile? Alikuwa anafuta maneno ya laana kwenye maisha ya Petro. Alikuwa anafuta yale maneno yamejitengenezea wigo. Asingeyafuta, Petro angemkana tena Yesu. Kwa hiyo Yesu angekuwa na kawaida ya kutembea na Petro, baada ya muda anamkana. Baada ya muda anamkana. Mtu wa Mungu, kama hautafuta maneno ya laana, utatendewa kitendo kama cha mtini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utachekea maneno mabaya unaoambiwa na watu na unayafurahia kwa sababu ni rafiki zako, unayafurahia kwa sababu ni ndugu zako, unawafurahia kwa sababu unafanya nao biashara pamoja, yatakugharimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutajifuta maneno yote. Bwana Yesu asifiwe. Dada Krista, naomba nisomee Isaya 54 mstari wa 17. Isaya 54 mstari wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa hiyo chochote kibaya, mtu wa Mungu, kinachofanyika kwenye maisha yako kinapasa kisifanikiwe. Alafu anasema hivi, kila ulimi unaonyanyuka juu yako, ulimi unaofanya nini? Unaokulaani. Ulimi unaosema nini? Unaokusemea maneno mabaya. Ulimi unaofanya nini? Unaokusemea maneno ya uongo. Ulimi unaofanya nini? Unaokuroga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maneno yote mabaya yaliyotengenezwa kwenye maisha yako, maneno yote mabaya yanayotengeneza kama mabomu yanayoundwa, yanatakiwa yasifanikiwe. Kwa nini hayatafanikiwa? Omba, mtu wa Mungu, jipukute maneno yao.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alitamka maneno kwenye mtini au kufanyia kazi yale maneno, lile neno lilitokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe fanyia kazi maneno yote mabaya uliotamkiwa kwenye maisha yako, maneno yote mabaya yaliyoingia kwenye maisha yako, maneno yote mabaya unayoyajua, maneno ya kichawi. Wengine unajua maneno mmetamkiwa kwenye familia kama watoto kwenye familia, wengine mmetamkiwa kwenye nyumba zenu, wengine wametamkiwa dada zako, kaka zako. Futa hayo maneno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine umesikia hayo maneno, umetamkiwa ukiwa mjamzito kwa habari ya mtoto wako. Futa, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mshika maombi yako, tuende tukaombe. Tunaenda kufuta maneno yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama kuna maneno yoyote ambayo wewe mwenyewe ulijitamkia, maneno ya laana, maneno mabaya, maneno ya kukurudisha nyuma, maneno ya kukukwamisha, futa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya uzuri wako. Ninakutukuza kwa ajili ya wema wako. Usiku wa leo ninasogea mbele zako. Ninaomba toba na rehema kwa maneno yote ya laana ambayo nimewahi kujinenea mimi mwenyewe kwenye maisha yangu. Maneno yoyote ya laana ambayo nimewahi kujitamkia mimi mwenyewe kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, ninayafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninayafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Maneno yoyote niliyoyatamka kwa sababu ya ugumu wa maisha, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninaomba usiku wa leo unirehemu na damu yako ibatilishe hayo maneno. Neno lako linasema kila ulimi utakaonyanyuka juu yangu kwa ubaya utahukumu kuwa mkosa. Sasa ninaomba maneno yoyote niliyoyatamka kwenye ulimi wangu mwenyewe kwa habari ya maisha yangu, ninaomba unisaidie. Ninayafuta. Omba, mtu wa Mungu, futa hayo maneno katika jina la Yesu. Randa kaba baba baba, ninaomba toba na rehema, Bwana, kwa ajili ya kila neno ambalo nimewahi kulitamkia na nikasababisha laana kwenye maisha yangu. Ninanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila neno, kwenye kila neno, kwenye kila neno nililowahi kulitamkia, futa hayo maneno, 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 futa hayo maneno kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. Futa hayo maneno, futa hayo maneno. Endelea kuomba, mtu wa Mungu. Najipukuta kwa damu ya Yesu kila maneno ya laana. Najipukuta kila maneno mabaya niliyotamka kwenye kinywa changu. Najipukuta kwa damu ya Yesu Kristo. Najipukuta kwa damu ya Yesu Kristo kila maneno mabaya, kila maneno mabaya. Randa baba rekomanda kabade. Omba maneno uliyotamka kwa sababu ya kukata tamaa, maneno uliyotamka, maneno uliyoyakubali. Jipukute, mtu wa Mungu. Jipukute, mtu wa Mungu. Randa baba rekomanda kabade. Jipukute, mtu wa Mungu. 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 Randa baba. Endelea kuomba, usiache. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Futa hayo maneno kwenye maisha yako. Yafute hayo maneno. Yafute hayo maneno. Yafute, mtu wa Mungu. Yafute, mtu wa Mungu. Yafute yote. Yafute yote. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno ya laana. Futa hayo maneno ya laana. Randa kababa. Rakababa. Rekomanda kabari. Yafute. Rekomanda kabari. Rekomanda kabari. Zakaramani. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno. Futa. Rekomanda
kabari. Rikomanda kabari. Futa kwenye nyumba yako. Futa maneno yoyote ambayo wewe umejisemea, ambayo wewe umejisemea. Jifute hayo maneno katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nasogea mbele zako. Ninatamka kwa jina la Yesu. Ninafuta kila maneno ya laana. Ninafuta kila maneno ya kichawi. Ninafuta kila maneno ya kiganga nilionenewa kwenye maisha yangu. Nilionenewa kwa habari ya kazi yangu. Nilionenewa kwa habari ya uzao wangu. Ninayafuta maneno yote mabaya, maneno yote ya mauti nilionenewa na watu wabaya. Nilionenewa na marafiki. Nilionenewa na watu wema waliokana mimi, nikazania ni wema, lakini wakaninenea maneno ya mauti. Ninayafuta hayo maneno kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu, siku ya leo najipukuta maneno yote kwa damu ya Yesu. Najipukuta maneno yote ya laana yaliyoninasa kwenye maisha yangu. Najipukuta maneno yote ya kichawi yaliyonasa maisha yangu. Najipukuta maneno yote ya kiganga yanayofuatilia maisha yangu. Neno la Mungu linasema Yesu akaulaani mtini na baadaye mtini ukanyauka. Kila maneno ya laana niliyolaaniwa maisha yangu yanyauke. Najipukuta hayo maneno. Najipukuta kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Mungu nipukute. Rekomanda kababa. Rekomanda kabade. Rekomanda kabade. Sekora kamanda kabade. Rekomanda kabade. Jipukute hayo maneno. Jipukute. Kama unayajua yataje. Yataje. Rekomanda kabade. Rekomanda kabade. Rekomanda kabade. Jipukute mtamu. Jipukute mtamu. Jipukute mtamu. Jipukute mtamu. Jipukute mtamu. Jipukute kwa damu ya Yesu. Jipukute. Jipukute maneno yao, maneno ya ubaya, maneno ya kichawi, maneno ya ubaya, maneno ya kiganga, maneno ya laana, maneno ya mauti, maneno ya kunausha, maneno ya kuharibu maisha yako, maneno ulionayo kwenye biashara yako. Jipukute. Futa hayo maneno kwenye ulimwengu wa roho. Maneno ulionayo kwenye mahusiano yako. Jipukute mtamu. Jipukute mtamu. Ondoa hayo maneno. Ondoa hayo maneno. Bwana Yesu, na ondoa hayo maneno. Maneno mabaya nilionenewa na watu wabaya. Maneno nayajua na nisiyoyajua. Ninajipukuta. Ninajipukuta. Maneno yoyote walioyasema sitafanikiwa. Najipukuta. Maneno yoyote waliosema nitapotea. Najipukuta. Maneno yoyote walioyasema nitakufa mapema. Najipukuta. Najipukuta kwa damu ya Yesu. Nayapukuta kwenye maisha yangu. Nayaondoa hayo maneno. Nayaondoa hayo maneno. Nayaondoa hayo maneno kwenye maisha yangu. Nayaondoa hayo maneno kwenye njia yangu. Nayaondoa hayo maneno kwenye moyo wangu. Nayafuta hayo maneno kwenye ardhi yangu. Futa hayo maneno. Futa hayo maneno. Omba mtu wa Mungu. Nayafuta kwenye miguu yangu. Nayafuta. 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 Omba mtu wa Mungu. Omba mtu wa Mungu. Omba mtu wa Mungu. Wamesema nitaishia njiani. Naondoa hayo maneno. Maneno walionichaya mpaka. Maneno walionijengea ukuta. Maneno waliosema nitapotea. Nayafuta. Nayafuta. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nabatilisha maneno yao na hukumu ulimi wao kuwa ni mkosa kwa damu ya Yesu. Na hukumu ulimi wao kuwa ni mkosa kwa damu ya Yesu. Na yapukuta kila maneno yaliyoninasa kwenye moyo wangu, yaliyoninasa kwenye ubongo wangu. Na yapukuta kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Neno lako linasema kwenye
Isaya kwenye Isaya ya 54 mstari wa 17 ya kwamba kila silaha itakayofanyika juu yangu haiwezi kufanikiwa. Leo hii Bwana Yesu, ninasimama kinyume na maneno yote ya laana. Ninasema hayatafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila silaha ya maneno walionitamkia kwenye maisha yangu kuanzia sasa hayatafanikiwa. Kila maneno ya kichawi, kila maneno ya kiganga walionitamkia kwenye maisha yangu sawa na neno la Bwana, natamka hayatafanikiwa. Narudisha hayo maneno mabaya juu yao. Kama walisema sitafanikiwa, ninasema ninafanikiwa na kutofanikiwa kunaenda kwenye maisha yao. Kama walisema nitapotea, natamka sitapotea. Kutakaa juu yao yeyote aliyetamka maneno akiwa amekaa kwenye kiti chake, akiwa amekaa kwenye nafasi ya kwamba mimi nitaje jina, ya kwamba mimi Melebi, ya kwamba mimi Melebi nitakufa. Leo hii natamka haya maneno nikiwa nimekaa kwenye kiti changu. Mimi Melebi sitakufa. Mimi Melebi sitakufa kwa jina la Yesu. Yeyote aliyetamka maneno ya laana na maneno ya kichawi akiwa amesimama akisema ya kwamba mimi nitapotea, ya kwamba mimi nitanyauka, ya kwamba mimi nitaaibika, na mimi natamka hayo maneno nikiwa nimesimama kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa nasema sitapotea kwa jina la Yesu. Mimi Melebi sitanyauka, mimi Melebi sitashindwa, mimi Melebi sitaacha, mimi Melebi sitaaibika kwa jina la Yesu. Yeyote aliyenitamkia maneno kwenye njia kuu, yeyote aliyenitamkia maneno akiwa anapiga manyanga, akiwa na irizi, akiwa na ubaya, yeyote aliyenitamkia maneno akiwa uchi, mimi natamka maneno nikiwa nimevaa nguo, nikiwa na nguvu za Bwana. Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenitia mafuta. Nitamke haya maneno, mimi Melebi sitapotea, mimi Melebi sitashindwa, mimi Melebi sitaachika, mimi Melebi sitaacha, mimi Melebi sitaisha kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, nitamkie maneno rekomanda kababa, mimi sitaisha njiani, mimi sitashindwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila maneno waliotamka ninatamka, nibatilisha kila ulimi ulioinuka kinyume na mimi, kila maneno yaliyoinuka kinyume na mimi nabatilisha, ninayafuta, ninayafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila maneno waliosema mimi nitaishia njiani, ninatamka mimi Kristo sitaishia njiani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka kuishia njiani, kukae juu yao, kukae juu ya maisha yao, kukae juu ya uzao wao kwa jina la Yesu. Ninatamka kila maneno yaliyotamkwa juu ya biashara yangu, ninatamka hayo maneno nibatili, ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninayatenga na maisha yangu, ninayatenga na biashara yangu. Kila maneno ya laana, kila maneno ya kichawi, kila maneno ya kiganga yaliyotamkwa kwenye kazi yangu, yaliyotamkwa
ninayoyatamka kwenye biashara yangu, ninayoyajua na nisiyoyajua, ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninatamka biashara yangu itastawi, ninatamka kazi yangu itastawi, ninatamka maisha yangu yatastawi, ninatamka nitakuwa juu, nitainuka na kuangaza, maana nuru ya Bwana imenijia, maana nuru ya Bwana imeniangazia, na utukufu wa Bwana umenisukia. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mimi sitakufa maskini, mimi sitakufa maskini, katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, maneno yoyote niliyotamkiwa ya kuchanganyikiwa, maneno yoyote niliyotamkiwa ya kuchanganyikiwa, maneno yoyote niliyotamkiwa ya uharibifu, leo hii ninatamka hakuna uharibifu utakaonipata, hakuna uharibifu utakaoingia kwenye malango yangu, hakuna uharibifu utakaofikia hema yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatamka kwa jina la Yesu, kila maneno ya uharibifu, kila maneno ya kunyausha hayatafanikiwa, hayataingia kwenye ardhi yangu. Leo hii ninafuta maneno yote ya laana yaliyoandikwa kwenye ardhi yangu, ninayafuta kwa damu ya Yesu, ninayafuta kwa damu ya Yesu, na ninamwaga damu ya Yesu kwenye ardhi yangu. Maneno yoyote ya kuharibu mimba, maneno yoyote ya kutoa mimba, maneno yoyote ya kutokuzaa, maneno yoyote ya kuwa chini, maneno yoyote ya umasikini, ninayafuta kwenye ardhi yangu, ninayafuta kwenye ardhi yangu. Maneno yoyote ya kuzaa mapoozo, ninayafuta kwenye ardhi yangu. Mwaga damu ya Yesu kwenye ardhi yako, futa maneno ya laana, futa damu ya Yesu kwenye mji wangu, nyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi yako, futa. Watu wanaandika laana kwenye ardhi, futa mtu wa Mungu, futa kwenye ardhi yako, futa kwenye ardhi, futa hiyo laana, futa kila maneno toa hiyo kumbukumbu ya laana, randa baba hiyo kumbukumbu ya maneno ya laana, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, nyanyua maombi yako 12 na nyanyua malengo yako. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya maombi yangu 12, na ninakushukuru kwa ajili ya mipango yangu. Baba, ninasema asante kwa sababu laana imeondoka. Ninatamka baraka kwenye maombi yangu 12. Ninatamka baraka ya Bwana kwenye maombi yangu 12. Ninaomba unijibu maombi yangu 12. Ninaomba unijibu mipango yangu, maneno yoyote ya laana ya kichawi, laana ya kiganga, laana ya uchungu, laana ya ila, kuanzia sasa imeondoka kwenye maombi yangu, imeondoka kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba jibu maombi yangu. Bwana Yesu, ninaomba jibu maombi yangu. Bwana Yesu, ninaomba baraka zako zifunike maombi yangu. Bwana Yesu, ninaomba baraka zako zifunike maombi yangu. Neno lako linasema laana ikiondoka, baraka inakuja. Usiku wa leo ninatamka baraka kwenye maisha yangu, baraka kwenye familia yangu, baraka kwenye makazi yangu, baraka kwenye lango langu, baraka
baraka kwa watu wangu katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, nyoosha mikono yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Nasema asante kwa ajili ya baraka zako. Baba, angalia maombi yote ambayo watoto wako wameyanyanyua. Baba, angalia mipango yao ambayo watoto wako wameyanyanyua. Mungu, ninakutukuza. Ninabariki maombi yao Baba. Ninabariki mahitaji yao Baba. Ninabariki maisha yao Baba katika jina la Yesu Kristo. Na ninafuta maneno yote ya laana ambayo wamenenewa na watu wakuu, ambayo wamenenewa na watu wabaya, ambao wamenenewa na watu wa nguvu za giza, ambayo wamenenewa na marafiki zao, wamenenewa na ndugu zao. Kuanzia sasa hayo maneno ninayabatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa hayo maneno yote ninayabatilisha kwa jina la Yesu Kristo. Na ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye nyumba zetu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye miji yetu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwa watu wetu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu kuanzia sasa vitu vipya vitazaliwa. Kwa sababu kuanzia sasa miji mipya itazaliwa. Kwa sababu kuanzia sasa furaha mpya itazaliwa katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyetamkiwa laana kwenye moyo wake, laana ikatengeneza uchungu, kuanzia sasa nafuta laana kwenye mioyo ya watoto wako. Nafuta laana kwenye mioyo ya watoto wako. Kuanzia sasa natamka umebarikiwa kwenye moyo wako, umebarikiwa kwenye nafsi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Nasema asante kwa ajili ya sadaka zako ambazo watoto wako wamezinyanyua, ambazo Baba watoto wako wamezinyanyua. Mungu, ninaomba ukazipokee sadaka zao. Mungu, ninaomba ukazitakabali sadaka zao, na sadaka hizi Baba zikafute maneno yote ya laana walionenewa kwenye nyumba zao. Sadaka hizi Baba zikasimame na kufuta maneno yote ya laana walionenewa kwenye familia zao. Wengine walinenewa maneno ya laana, watu wakajiapiza kwa sadaka. Baba, na sisi tunaponyanyua sadaka hizi, tunaomba maneno yote yakafutike daima ya laana kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, kama utakuwa umefanya hii sala, basi utakuwa umeokoka. Na tuandikie jina lako kwenye namba 0655108869 0655108869 au 0716052202. Tutaliona jina lako na tutakutafuta na tutaenda kukufundisha namna ya kuukulia wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kama utakuwa na changamoto yeyote, unahitaji maombi, basi utapiga simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869 na Mungu atakubariki sana. Mtu wa Mungu, nikukumbushe, hakikisha unafanya maombi haya mara kwa mara. Futa laana. Futa maneno yote mabaya ambayo umewahi kunenewa kwenye maisha yako. Ukiomba leo, omba na kesho. Omba unapopata nafasi, omba mtu wa Mungu. Hakikisha maneno yote mabaya ambayo yamejengeka kwenye moyo wako, yamejengeka ukayaamini maneno hayo na ni mabaya, yafute kwa damu ya Yesu Kristo, unayoyajua na usiyoyajua. Na utakapofanya hivyo, utaona wema wa Mungu kwenye maisha yako. Utaona fadhili za Mungu kwenye maisha yako na Mungu atakubariki sana kwa jina la Yesu. Amen.
sana sauti yako.